Jambo jingine ambalo litakusaidia kwenye ujumbe huu, jambo ambalo ni kubwa sana, tunatakiwa kumjua Yesu zaidi, ambaye ndiyo kweli yenyewe. Unatakiwa kumjua Yesu zaidi, ambaye ndiyo kweli yenyewe. Naomba nimalizie na kitabu cha Yohana, halafu tutaishia hapo kwa leo. Mungu akitupa neema kwa wakati mwingine, basi tunaweza tukaendelea na somo hili. Mungu akitupa neema, lakini twende tukasome Yohana mtakatifu mstari wa 17 na ule mstari wa 3. Yohana 17 mstari wa 3. Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Nataka nikuonyeshe ya kwamba unatakiwa kumjua Yesu. Unatakiwa kumjua nani? Yesu, ambaye ndiye kweli yenyewe. Ukimjua Yesu umejua kweli, mwana wa Mungu. Ukimjua Yesu umeijua kweli. Mwingine unahangaika, nitajuaje kweli? Yohana mtakatifu sura ya 17 mstari wa 3 inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakujua wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Ukimjua Yesu umemjua Mungu, na ukimjua Mungu umejua kweli. Nini utahangaika? Utateseka na nini tena? Ukimjua Yesu umejua nini? Umemjua Mungu. Ukimjua Mungu umejua kweli. Ni jambo ambalo unatakiwa pambane nalo katika maisha haya. Pambana unavyojua kuhakikisha unamfahamu Yesu au Mungu kibinafsi. Usimfahamu Mungu kupitia watumishi. Ni kosa kubwa kwa watumishi wa Mungu unapomfanya mtu akutegemee wewe kila siku. Mungu ametuambia nendeni ulimwenguni wote mkafanye watu wote wawe wanafunzi. Maana yake nini? Wewe kama ni mtumishi wa Mungu, pambana kuhakikisha mshirika ulionaye ifike mahali ana uwezo wa kujitegemea, ana uwezo wa kujiombea, ana uwezo akasimama akasema mimi ninazungumza na Bwana. Sasa haiwezekani kila siku mshirika miaka 10 huko kanisani, ukipata shida unakimbilia kwa mchungaji, unakimbilia kwa mtume, sijui kwa nabii. Sisemi kwamba usiombe msaada wa maombi, no. Lakini kuna vitu vingine unatakiwa usimame wewe kama wewe. Una access ya kuzungumza na Mungu. Haiwezekani miaka yote hauna hata ujasiri wa kusogea mbele za Bwana kuongea naye. Hapana. Lazima umjue Yesu wewe kama wewe. Ikitokea mchungaji akaondoka, utafanyeje? Ndio hapo nakuja kuona kuna watu wengi imani zao zinarudi nyuma. Kama ni kanisani anaacha kabisa ibada, anaacha kisa mchungaji wake amefariki au ameondoka au ameasi. Kwani watumishi wangapi wanaasi? Wanamwacha Mungu, wanakosea, wanatenda dhambi. Sasa wewe imani yako ndio ilikuwa imeweka wa mtumishi. Utaendelea kusali? Utaendelea kumtafuta Mungu? Hautaendelea tena. Maana yake umeishia hapo. Sasa na Mungu hataki hiyo jambo. Anataka usimame kama wewe. Hata mtumishi wake akikosea akarudi nyuma, wewe ubaki pale kwenye msali, umsaidie, umuombe na arudi amgeukie Mungu. Kwa lazima utamani kumjua Mungu wewe kama utamani kumfahamu Yesu. Utamani ndio kweli ndio itakuwa ndani yako. Kweli ndio itakuwa ndani yako. Sasa kwa neema ya Mungu akitupa kibali kwa wakati mwingine, tutaweza kuona tunamjuaje Yesu. Tunamjua Yesu kwa namna gani? Tunamjua Mungu kwa namna gani? Sasa hapo tutaangalia vitu vingi. Naamini Mungu atatupa kibali na neema ya kufundisha hili somo, kwa sababu ninaamini sio siku ya mwisho kuwepo nanyi hapa. Naamini kuna siku tena tunaweza tukakutana. Tutaendelea na ujumbe huu Mungu akitupa neema. Tuna dakika kama 16 hapa. Una jambo la kumshukuru Bwana? Una jambo la kumwambia Mungu asante kwa ujumbe huu ambao umesema nami? Mimi sijui maisha yako yakoje? Sielewi unafuata kweli ya Mungu, sielewi umechukia mara ngapi kweli ya Mungu. Yawezekana mpaka leo kuna watu walikuletea ujumbe kutoka kwa Mungu, mpaka leo usalimiani nao umewachukia.